Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na tunatoa sehemu ya 5 katika somo letu linalozungumzia Roho Mtakatifu, kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Sasa hebu tuangalie nafasi nyingine ya Roho Mtakatifu kama mhabarishaji. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi cha leo. Tunaomba ubariki kipindi cha leo Bwana, na wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji ukawabariki, ili neno lako litakapoenda kote ulimwenguni likaguse maisha ya watu na kuyageuza. Katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana, anza nasi na umalize nasi. Amen. Sasa Roho Mtakatifu pia ni mhabarishaji. Katika vipindi vilivyopita tulizungumza nafasi zake nyingine ambazo ni kama mwalimu lakini ni kama kiongozi, na tulisoma katika Warumi 8 mstari ule wa 14 kwamba wote wanaoongozwa na Roho ni wana wa Mungu katika kipindi kilichopita. Lakini pia tuliangalia katika kipindi hicho Roho Mtakatifu ni mwalimu katika Zaburi ile 32 mstari ule wa 8, nitakufundisha na kukuelekeza. Kwa hiyo sasa tunaingia katika nafasi yake nyingine. Unapokuwa na ushirika naye, yeye pia ni mhabarishaji. Na mhabarishaji ni mtu anayetupa habari kwa kushuhudia ndani yetu. Anatupatia habari kabla hazijatokea. Kwa hiyo anaweza akatumia njia ya njozi au anaweza akatumia njia ya maono. Katika Yoeli 2 mstari ule wa 25 inavyozungumza kwamba katika siku za mwisho Mwenyezi Mungu atamwaga Roho wake juu ya watu, ili vijana wataona maono na wazee wataota ndoto. Manake kama watamwagiwa Roho Mtakatifu, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Basi Roho Mtakatifu akishamwagwa juu yako, anakuwa mhabarishaji. Maono ni ile picha ambayo ni ya wazi unaotazamishwa, na anaweza kukutazamisha jambo ambalo litatokea baadaye au litatokea papo kwa papo kwa muda mfupi uliopo, kwa njia hiyo ya maono. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mhabarishaji, anatupasha habari kwa kushuhudia ndani yetu. Na Warumi 8 mstari ule wa 16 nasema Roho mwenyewe hushuhudia ndani yetu kuwa sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kama anashuhudia kuwa sisi ni wana wa Mungu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba anatutambulisha sisi ni nani katika Kristo. Lakini sio hivyo tu, anashuhudia na mambo mengine ukiwa duniani yanayoweza kutokea kwenye maisha yako. Ndio maana usipende kupuuza sana sauti ambayo unaisikia ndani. Unaweza ukawa unaoga, lakini ghafla ukashangaa Roho Mtakatifu anazungumza na wewe na anakuambia kasome mahali fulani, na ukasema inakuwaje unazungumza na mimi na niko chooni? Mungu aangalie mazingira. Yeye anazungumza, yuko ndani yako, anazungumza ndani yako, unaishi ndani yako, anaishi ndani yako. Kwa hiyo Roho wa Mungu ni muhabarishaji. Na unaweza ukasoma katika kile kitabu cha Amosi 3:7, anasema hakika Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake jambo hilo na siri hiyo, katika Amosi 3:7. Kwa hiyo kama hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake jambo hilo na siri hiyo, maana yake jambo lolote linalofanyika bila wewe kufunuliwa siri hiyo na Mungu sio sahihi, kama Roho wa Mungu yuko ndani yako, kwa sababu Roho huyo ni mhabarishaji. Na kwa mujibu wa Amosi 3:7 sasa ametuhakikishia hakika, maanake tumehakikishiwa Mungu hawezi kufanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake jambo hilo. Na analifunua kwa namna gani? Analifunua kupitia Roho wa Mungu, Roho wake aliye ndani ya watu. Katika Agano la Kale Mungu alisema na watu kupitia manabii, lakini sasa katika Agano Jipya Mungu anasema sasa na watu kupitia Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo sasa Roho wa Mungu anasema, na anaweza kukusemesha kwa sauti, au anaweza kukusemesha kwa njia ya pili ambayo ni maono, na kwa njia ya tatu ambayo ni njozi. Kwa hiyo usipende sana kudharau njozi. Usipende sana kudharau njozi. Hebu tuangalie njia ya ndoto. Mungu anaweza kusema na mtu pia kupitia njia ya ndoto. Ukiwa na ushirika na Roho Mtakatifu, wakati mwingine utaweza kusemesha kwa njia ya ndoto. Katika Ayubu 33 mstari wa 15
mpaka wa 17 sema katika ndoto na katika maono ya usiku usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo Bwana huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Kumbe wakati watu wanalala mwili, nafsi zao zinakuwa hazijalala, masikio yao ya ndani yanakuwa hayajalala. Mungu anafungua hayo masikio ya ndani, anaanza kuwasemesha hao watu, anaanza kuongea nao, anaanza kudhibitisha baadhi ya mambo wanataka kuyafanya au anaweza kuwazuia. Kwa hiyo namba 2, anaongea kwa njia ya maono. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari ule wa 3 mpaka wa 6 nasema anaongea kwa njia ya maono. Sasa maono ni picha ya wazi. Kwa hiyo unaweza kuona mfano wake katika Matendo ya Mitume sura ile ya 11 mstari ule wa 5, anasema nilikuwa katika Yafa nikiomba, roho yangu ikazimia, nikaona maono. Kwa hiyo aliona maono nini? Aliona kama video, aliona kama filamu fulani. Huyo ni Petro akiwa amelala, akaona sasa kile chombo kinashuka kutoka mbinguni, kikubwa kinashuka kutoka mbinguni, lakini kina wanyama kule ndani yake. Sasa kwa nini aliona hivyo? Aliona maono, ni Mungu alikuwa anamsemesha, lakini alikuwa anamsemesha kwa mafumbo. Sasa ukisoma Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 28 nasema hata itakuwa katika siku za mwisho nitawamwagia watu wote roho yangu, vijana wataona maono na wazee wataota ndoto. Sasa hii Yoeli 2:28 inavyozungumza kwamba katika siku za mwisho, hizo siku za mwisho ni hizi tulizo nazo. Ndio utaona wengine wanaota ndoto, wengine watakuwa wanasikia sauti ya Mungu hata wakiwa wana drive magari, watakuwa wanasikia sauti ya Mungu hata wakiwa barabarani, hata wakiwa wanakimbia, hata wakiwa wanaoga. Roho wa Bwana atakuwa anazungumza nao, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mhabarishaji. Sasa anatumia njia ya ndoto kuhabarisha, anatumia njia ya maono kuhabarisha, anatumia njia ya sauti kuhabarisha, na kila anachohabarisha kina maana. Kwa hiyo mpendwa, jitahidi sana kumwelewa. Sasa hebu tuangalie anavyozungumza kwa sauti. Katika Zaburi ile ya 103 mstari wa 20 mpaka wa 22 nasema mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Kwa hiyo neno limebeba sauti kwa ajili ya mtu binafsi. Neno limebeba majibu ya mtu binafsi au kundi la watu binafsi. Sasa unasema itakuwaje? Ndio maana wakati mwingine unashangaa mko pamoja mnaomba, mmoja wenu anasema kwamba jamani, mimi nimepewa neno hili, nilipokuwa naomba nimesikia tusome mahali fulani. Katika lile neno kuna maelekezo ya Mungu yamebebeshwa kwenye lile neno. Ni lazima urudi katika Isaya 55. Ukisoma Isaya 55 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 11, utaona anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu linalotoka katika kinywa changu, halitanirudia bure, lazima liatimize mapenzi yake niliyolituma. Kwenye neno kuna mapenzi ya Mungu. Sasa kama anazungumza kupitia neno, watu wanapuuza. Ndio maana mnaweza mkakuta mnasali, ghafla mtu anapewa mstari wa neno la Mungu ambao hata unaujua tu. Zaburi ya labda tu imagine amepewa labda Zaburi ile ya Zaburi ya 23, Bwana ndiye ni mchungaji wangu, labda sitapungukiwa kitu. Hapana, umeshampuuza. Hayo yote niliyajua tangu nikiwa Sunday, nilikuwa nayafundishwa na hiyo Zaburi. Kumbe sasa sio hivyo. Kuna mstari mmoja ambao utakukuta kwenye hiyo Zaburi ambao umebeba tukio litakalotokea hapo mbele, na ndio maana Mungu ameusema. Kumbe anasema upitapo katika maji mengi au upitapo kando ya bonde la uvuli wa mauti, kuna jaribu litatokea kwenye kundi la maombi, kuna jaribu litatokea watu waliokoka. Sasa Mungu anaanza kusema na wale watu kwa njia ya neno. Mungu anaweza kusema kwa njia ya neno lake. Unavyonisikia, kuna namna Mungu anasema na wewe. Sasa ingia toba kama kuna jinsi Mungu amekuwa akisema na wewe kupitia neno unapuuza. Kuna ndoto unaonyeshwa unapuuza. Anasema kwa maono unapuuza. Umepoteza ushirika na Roho Mtakatifu. Katika ile Zaburi ya 95 ukisoma kuanzia ule mstari wa 7 mpaka wa 8 inaeleza vizuri kwamba ingekuwa heri leo mngesikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Maana yake sio kufanya migumu mioyo yenu, maana yake inabadilika kuwa mawe. Mungu anazungumza, anapuuzwa. Kwa hiyo unasikia kabisa, unajua kabisa huyu ni Mungu anasema, lakini unampuuza. Sasa Biblia inazungumza kwenye kitabu kile cha Mathayo kwamba makosa yote watu wanaofanya watasamehewa isipokuwa kumkufuru Roho Mtakatifu. Kuna kufuru ya kumkufuru Roho wa Mungu sana sasa hivi katikati ya watu waliookoka.
Kwa hiyo nikutie moyo, ninaomba kila mmoja wetu aliyeko hapa na anayenisikiliza ajitahidi sana kumtii Roho wa Mungu anayezungumza ndani yake, na ukishaweza hivyo utasogea hatua kubwa sana. Wapo watu wengi sana ambao walisikia sauti ya Mungu na hawakutii maagizo yake na walipata matatizo makubwa. Kwenye Samueli wa kwanza sura 15 utaona mtu yuko pale ambaye anaitwa huyu Samueli alikuwa ametumwa na Mungu azungumze na Sauli. Sauli alitumwa na Mungu aende huko Sikilagi kuangamiza kila kitu, lakini alipofika kule yeye hakuangamiza kila kitu kama alivyotumwa. Madhara yake yeye akaenda kule, akachukua kondoo na vitu na mabeberu, anasema anakuja kumtolea Mungu sadaka za mabeberu. Sasa Bwana alikasirika, akamwambia utii ni bora kuliko dhabihu zako, na kwa kuwa wewe hukutii sauti ya Bwana amekurarulia ufalme wako. Kwa hiyo Mungu anapozungumza anapuuzwa, anaweza kanyang'anya vitu vya thamani alivyoweka. Kule kwenye Ufunuo wa Yohana amezungumza zaidi katika ile sura ya 2 kwamba kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu, ukatengeneze mambo yanayotaka kufa. Usipofanya hivyo, naja upesi nami nitakiondoa kinara chako. Kinara ni kitu cha thamani, ni taa. Anaondoa taa, kitu cha thamani kwenye maisha yako. Sasa tunavyokuwa tunaomba mahali hapa, ni kwa nini Mungu anatuma neno kama hili? Ni ili tuelewe jinsi ambavyo Roho Mtakatifu tukishakuwa naye shirika, sasa anazungumza na sisi. Anazungumza kwa maono, anapuuzwa. Anazungumza kwa njozi, anapuuzwa. Anazungumza kupitia sauti. Ukiwa unatembea barabarani unasikia Roho Mtakatifu amekusemesha kitu, unapuuza. Unaambiwa kasome mahali fulani, unapuuza. Na sasa hivi watu wengine hata Biblia hawabebi, wanaenda kanisani hawana hata Biblia. Wanasema watasoma Biblia za simu. Ni sawa, lakini kuwa na hard copy basi. Sasa mpendwa, jitahidi kumuelewa Roho Mtakatifu. Muelewe kama mhabarishaji. Anaweza kuzungumza kupitia hizo njia 3 nilizotaja. Njia ya kwanza ni njia ya sauti, njia ya pili njia ya maono, njia ya 3 ni njia ya ndoto. Na anaweza kuzungumza nazo kwa njia zote kwa pamoja, au anaweza kutumia mmoja kati ya hizo. Na akisha zungumza sasa, ni lazima urudi katika Zaburi ya 95 mstari wa 7 mpaka wa 8, kwamba sasa ni vizuri usifanye mgumu moyo wako baada ya kusikia sauti yake. Sauti ya Mungu ni kitu adimu sana. Lazima tujifunze kumheshimu Mungu anavyosema. Kila kitu kinyamaze mbele za Mungu anavyosema. Kinachosababisha tumefikia katika hali ngumu kama hii ni watu kushindwa kusikia sauti ya Mungu na kusikia sauti za watu. Wanaenda makazani na wanasikia sauti za watu mle, sio sauti ya Mungu. Ukisha sikia sauti ya Mungu, maisha yako yanabadilika. Kwa sababu kwenye sauti kuna neno, na kwenye neno kuna mwongozo, kwenye neno kuna maelekezo, kwenye neno kuna ushindi, kwenye neno kuna uhai wa watu, kwenye neno kuna nguvu. Lakini sasa adui amepiga uziwi masikio yetu tusimsikie Mungu. Ameziba masikio yetu tusimuone Mungu. Naomba Mungu atusaidie sana na afungue masikio yetu ya rohoni na macho yetu ya rohoni. Sasa na Waefeso sura ile ya kwanza mstari wa 17 mpaka 18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Basi ninamshukuru Mungu sana kwanza kwa kutoa somo hili hewani, na naamini ya kwamba kuna watu wamesema nao. Na kabla hatujamaliza, ni vizuri tukaomba na watu wote ambao Mungu alikuwa anasema nao tangu walipompokea Yesu, lakini sasa hivi amenyamaza. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba toba kwa ajili ya msikilizaji wetu na mtazamaji wetu popote alipo ulimwenguni anapotutazama. Tunatubu kwa ajili ya jambo lolote ambalo limefanywa na yeye likakuzima ndani yake kiutendaji, ukaacha kujidhihirisha, ukaacha kusema na yeye. Lakini tunatubu peke kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa sababu kuna mambo mengi tumeyafanya bila kukushirikisha wewe Roho Mtakatifu, na hatimaye tumeambulia machozi na majuto. Na kuna baadhi ya mambo mengi tulikuwa tunataka tuyafanye, ukatuonya, lakini tukayatenda katika hali ya kiburi. Sasa Baba, tumeambulia majuto na vilio visivyoisha ndani yetu. Tusamehe sasa, Roho wa Mungu, Mungu mwenye nguvu, tusamehe na ututakase. Tupe neema ya unyenyekevu ya kunyenyekea sasa, ili tukubali kabisa kujishusha na kujidhili. Ututumie kama unavyotaka wewe. Na kushukuru kwa ajili ya mafundisho haya yote, na yafunika kwa nguvu yako ya Roho Mtakatifu, ya kila anapoenda Baba, mafundisho haya yakaguse watu na kubadilisha maelfu ya watu na mamia ya watu kote ulimwenguni wanakotufuatilia. Bariki watumishi wako wote wanaoandaa vipindi hivi na kuvipeleka hewani. Usiwaache wote wala usiwapungukie. Katika jina la Yesu ninaomba, amen.
Unaweza kuwasiliana na sisi kama ulikuwa unatusikiliza kwa njia ya sauti kupitia namba 0759044115 au 0676237816 ikiwa una jambo ambalo linahitaji ushauri au maombezi, au ikiwa unataka kusimama na kipindi hichi kwa njia ya matoleo. Basi Mungu aikumbuke sadaka yako sana, na tunakushukuru sana kwa kutega muda na kusikiliza neno la Mungu na kutazama watumishi wa Mungu wakihubiri. Mungu akubariki sana.